chanzo cha kukua ni Simba. Sasa without Simba ligi itakuwa wapi? Sisi ndio watu wa kwanza kuisababisha hii ligi ipeleke watu 4 nchi, ipeleke watu na timu 4 ni Simba. Au wamesahau? Sisi ndio wa kwanza kupeleka timu 4. Tulimbeba mpaka Yanga mwenyewe. Umeelewa? Sasa kwa nini muiheshimu hii timu? Ndio watu wa kwanza kucheza mwaka 74 kucheza nusu finali ya klabu bingwa ni Simba. Ndio timu ya kwanza kucheza finali ya shirikisho ni Simba. Ndio timu ya kwanza kuvunja rekodi za kafu nyingi tu. Tumeweka rekodi nyingi kwa ajili ya taifa letu. Golikipa aliyedaka penalti 2 ndani ya dakika 90 ni Aishi Manula katoka Simba. Si umeelewa? Timu iliyoifunga timu ambayo iko ndani ya 10 bora ya kafu, ambao ni nani wale? Uloya Athletic Club. Ni Simba ndo wa kwanza kuwafunga. Hakuna mtu mwingine yote aliyomfunga mtu goli 7 bila. Kwa Simba kaeka rekodi nyingi. Tumeweka rekodi ndani ya misimu 7. Si hatutoki. Tukiingia makundi lazima tuingie robo finali. Mpaka nchi sasa hivi inakuwa na heshima, inajulikana sasa hivi na FIFA. Ndio timu ambayo iloleta sifa kwa Tanzania kuja kuleta ufunguzi wa African Football League. Inafanyikia Tanzania. African Football League inakuja kufanyikia Tanzania kwa sababu ya Simba. Umeelewa? Rais wa FIFA anakanyaga kwenye hii ardhi kwa sababu ya Simba. Musepe anakuja hapa kwa sababu ya Simba. Sasa wewe kwa nini unaizarau Simba? Tumeingiza shingapi utalii? Tumeisababisha Simba Tanzania ijulikane hii. Kwa kupitia Visit Tanzania kimataifa huko. Lakini leo Simba isaminiki. Simba imekuwa kama mtoto yatima, inafanywa inavyofanya. Mpaka bosi wetu wa dhamani, mzee wetu Azim Deuji ameongea juzi kwamba Simba ni timu inayoonewa tu. Sasa mzee kama yule ndio watu wa kwanza kuichora ramani ya Tanzania kwenye mashindano ya nani ya Afrika. Simba inacheza finali kwa sababu ya Azim Deuji. Angalia yule. Mwaka 93 Simba inacheza finali. Azim Deuji yeye ndo anatembea na timu yake, anapanda nao ndege, anaenda kucheza mechi, anarudi. Mpaka taifa letu linajulikana kwamba Tanzania kuna timu inaitwa Simba inacheza finali na Stella Abidjan. Umeelewa? Bahati mbaya tu kombe likaja likapotea. Hapa tumeenda tumetoa sare, tumekuja hapa tukapigwa 2-2. Lakini mzee wa watu analalamika, mbona jamani timu yangu mnaionea? Simba inaonewa, aliongea Azim Deuji mzee wetu. Sasa hawa ndo wazee ambao waloushika mpira wa Tanzania, tutakuwa tuwatumie. Leo angalia. Timu inanyanyasika anaiona mpaka anaamua sasa aongee. Kwa ni vitu ambavyo yani ni vitu vya ajabu ajabu. Yani kisa mtu mmoja tangu aingie kwenye mpira umevurugika. Mbona Mo alivyoingia ya mambo alikuwa hayapo? Simba alikuwa anafungwa kama kawaida. Simba alijafungwa mechi 2 mfululizo. Tumefungwa na Prison kule 1-0 Samson Bangula, tukaja tukafungwa na Ruvu Shooting hapa. Tukapambana, tukakaa sawa, tukachukua tena ubingwa. Simba ilikuwa inafungwa. Yanga mbovu lakini ilikuwa inaifunga Simba. Tunakaa kwenye uhalisia wa mpira lakini mtu hataki kufungwa. Wao wamengangania tu una timu bora ipi? Mbona hizi timu ambazo hazina nembo ya GSM usifungi? Paka ufanye dhuluma. Na kwa nini hizi dhuluma ungezihamishia kwenye mashindano ya klabu bingwa? Sasa hizi si ungekuwa nusu finali. Hizi dhuluma angemfanyia yule msiaje yule. Sasa hizi Yanga angekuwa finali, nusu finali, robo finali. Lakini wewe dhuluma unakuja kuwafanyia wenzio hapa ndani. Ukitoka nje uwezi. Ni sawa sawa na mtoto mteja anaiba vyombo vya ndani tu vya mama yake, anaiba dhahabu, anaiba nini vya mama yake. Kwenda nje, sikaibe nje, watu wakuitie mwizi wa kuue huko. Nje ukana unaibua wewe. Ukija ndani unataka kuibia watu. Lakini kiuhalisia wametukosea sana wa Tanzania. Kwa sababu mimi na rafiki yangu walikuwa wanatoka Uganda. Wametoka Uganda na gari lao kabisa wameingia hapa Tanzania. Kuja kushuhudia mechi. Na mpaka nilienda kuonana naye jana usiku. Wamefikia pale uwanja wa Taifa. Wako takribani watu karibuni 20 na wamekuja na costa yao kutoka from Uganda. Hebu angalia watu wametumia gharama shilingi ngapi? Hoteli shilingi ngapi? Kuja kuitazama dabi. Alafu leo mwenzio anakuja kufanya mazoezi, wewe utaki. Unazuia, yani unajua kabisa huyu nikimzuia hapa hawezi kukubali, lazima atasusia mechi. Na kweli amekuja amesusia mechi kwa sababu kisaikolojia uwezo ukairudisha timu ije kucheza mechi wakati wachezaji washakuwa affected.
Mchezaji anajua kikanuni lazima tukacheze mazoezi leo. Leo timu inasuiliwa, maana yake huyu tunacheza naye ana nguvu zaidi. Kwa hiyo kisaikolojia, maana yake wachezaji wa Simba wamekuwa affected. Sio kwamba viongozi wetu wamezuia timu isicheze eti kwa sababu wamependa, hapana. Kisaikolojia wachezaji wa Simba wako vizuri. Umeelewa? Kutokana na lile tukio, ina maana hata wakiingia kucheza watakuwa na uoga. Yaani hawaelewi hii inakuaje sasa. Tunacheza ligi ya aina gani? Wachezaji wanajiuliza. Alafu inaleta taswira gani na hawa wachezaji tulokuwa nao sasa hivi? Kuna wachezaji wakubwa wanatoka mataifa mbalimbali, hivi vitu vinavyoendelea wanatuona si watu wa ajabu, wajinga. Leo unatangaza ligi nafasi ya 6, si nafasi ya 5. Uhalisia nafasi ya 5 uko wapi? Ndio hapa sasa tunamzilishia yule nani? Bwana Saidi, yule kocha wa Yanga aliondoka. Chadi Romovic amesema ligi yetu haina uhalisia. Ligi yetu sisi haina game intense. Ndio mambo kama haya sasa. Yaani mtu anatafuta ubavu wa kuegemea, hataki kucheza uhalisia wa mechi. Acha watu waje kufanya mazoezi, wafanye mambo yao ili tuje kufanya nini? Kucheza. Kwa sababu dabi ina tradition na nini. Wewe umeona nini? Wewe umeshafanya mazoezi, unatoka. Mwenzi anataka kuingia, wewe utake aingie. Na wale ule umati umetoka wapi? Na maana ni kitu ambacho kimeandaliwa. Sio? Sasa hii wanatia hasara watu. Mechi ya kwanza iliahirishwa hivi hivi. Umeelewa? Wakagoma kuja uwanjani. Watu wakapoteza hela zao, watu wakapoteza manao yao. Wewe utaangalia 5,000 akiingiliwa 20,000. Angalia gharama alizotumia yule mtu. Utasema mechi itarudiwa, atakaa hapa mpaka hiyo tarehe tangazo. Anakula nini? Kwa hiyo kuna gharama, watu wanapoteza, watu washalipia vingamuzi. Huyu akingamuzi huko unamlipaje? Watu washabeti. Huyu mtu wa betting naye anarudishwa vipi hela yake? Ina maana Muhindi kashapiga hela, sio? Makampuni ya tina maana tayari washafanya nini? Wao washaingiza. Sasa watu wanarudishwa vipi hela ikiwa mechi haijachezwa? Wewe unaangalia eti kiingilio 5,000 kwamba hii tiketi itunze utakuja kuingia. Na hawa watu wa betting inakuaje? Washapata hasara ngapi? Watu walotumia nauli zao mahoteli. Je, hawa mama ntilio walopika maftari pale nao wanarudishwa na nani hela zao? Usiangalia hasara ya milioni 20, 30, 40 mpaka 100. Ni mabilioni ya pesa yaliyopotea pale, watu wameingia hasara. Kuna akina mama wamekopa hela, mtu anamkopa jirani yake, bwana nikopeshe 1,500,000, nitengeneze iftari, nikirudi tunakuja kukurudishia hela yako. Anamlipa na nini sasa hiyo hela? Kwa hiyo kuna vitu, watu wamenunua vinywaji, watu wametengeneza masambusa, wameingia nao ndani. Wanajua leo kuna watu wanakuja kufuturwa. Lakini mwisho wa siku watu wameshaingia hasara. Lakini watu wanaangalia 5,000 akiingilio na 10,000 na 20,000 na 30,000. Tuangalie nao watu wengine. Watu wametoka mbali. Watu wamelipia kingamuzi. Mtu kalipia kingamuzi kwa ajili ya kuangalia dabi. Haya, huyu Azam naye gharama zake anarejeshwa vipi?